Bwana, mambo vipi mtazamaji wa Ayuza TV? Karibu katika kipindi chako bora, kipindi cha safari ya msanii. Kipindi hewani ni safari ya msanii, ambako leo pia bado tupo katika maeneo ya Kitunda, na kubwa zaidi kuzungumza na baadhi ya wasanii chipukizi ambao wao wanatamani kufika pale ambako wasanii wakubwa wamefika, lakini bila kusahau kuwa Ayuza TV tu kwa ajili ya kusupport msanii wa aina yoyote ambaye anahitaji kutimiza ndoto zake. Lakini leo pia tumepata nafasi kuzungumza na mmoja kati ya wasanii wa Bongo Flava, msanii wa Singeli ambaye support yake kubwa zaidi tunaanza kuiona sasa hivi. Ana EP ya ngoma 3 zaidi ameziachia, lakini pia ni gumzo huko kwenye mtandao inafanya vizuri zaidi. Sio mwingine tutakwenda kujua anaitwa nani, hatimaye atueleze kwa kina safari yake ya msanii ilianza lini na ni nani pia aliweza kumsupport hadi kuingia katika harakati hizi za msanii na kuweza kuimba katika namna moja ama nyingine. Bwana, mambo vipi? Bwana, fresh bwana. Na kwaje? Kama kawaida. Uhakika? Uhakika. Bora kinyonge sasa. Hamna. Au chao hujapata? Hamna, tumepoa tu kawaida. Yes. Kwa niaba ya watazamaji wa Ayuza TV, wanatamani kujua wewe unaitwa nani na umetokea wapi? Kwa majina yangu kamili niliopewa na wazazi wangu naitwa Abdalla Shabani Kizwezwe. Lakini kwa majina ya kazi namaanisha sanaa. Yes. Naitwa Divoko. Divoko. Mimi ni kijana wa Kitanzania ambaye nimekigundua kipaji changu kipindi nasoma. Kipindi niko shule ya msingi kitambo kidogo, lakini Divoko, subiri kwanza kabla tujaendelea na safari ulikoanzia kuimba. Mgundua kipaji chako. Mwambie hii Divoko inatokana na nini? Divoko mimi kama nilivyokuambia mimi naitwa Abdalla. Yeah. Kwa bwana Abdalla pale, Abdalla kwa kifupi sio namuita Dula. Ndio. Kwa kwenye Dula pale nikaamua kuchukua ile D. Okay. Sawa. Ile D sijaamua kuiweka kwenye single D. Okay. D kama single nikaweka double E. Yes. Alafu vocal ni kama unavyojua vocal. Yes. Kwa Divoko. Okay. Yeah. Tuambie sasa rasmi kipaji chako mwenyewe binafsi uligundua ukiwa katika level gani? Kipindi nasoma shule ya msingi nilikuwa na marafiki zangu tofauti walikuwa wananipa ile morali kwamba, kwa sababu nilikuwa napenda sana kuimba. Unajua kuimba mimi ni hobby yangu. Yes. Tangu kipindi hicho nilikuwa naimba madrasa na nini. Kwa hiyo shule vile nilikuwa nawaimbia marafiki zangu na nini, wakawa wanaona namna gani udogo ana kipaji, umeona? Yes. Kwa hiyo wakawa wananipa moyo na nini, mpaka nilipofika sekondari pia nikakutana na marafiki zangu ambao ni wa aina ile ya shule ya msingi. Pia wakawa wananipa moyo na nini, lakini sikuamua rasmi kuingia kwenye industry. Yeah. Mpaka pale nilipofika chuo mwaka jana. Mwaka jana nilipoingia chuo pale TIA. Baada ya kumaliza shule 2023 mwaka jana nikaingia chuo pale kama first year. Nilipofika pale Uhasibu ndo safari yangu ya muziki ndo ilianzia pale Uhasibu. Okay. Na nyimbo yangu ya kwanza nimetoa mwaka huu. Okay. Safari ni ndefu sana kuanzia shule ya msingi, lakini pia sekondari na mpaka unafika chuo. Tuambie sasa, katika uimbaji wako wa muziki ulitamani kuimba aina gani ya muziki? Nilipokuwa naanza muziki ambao ulikuwa unanivutia sana, aina ya muziki ambao ulikuwa unanivutia sana ni Bongo Flava. Yes. Na ndo muziki ambao na passion nao kubwa sana kuliko muziki wote. Na hata hivi nikiimba nyimbo za wasanii wengine wakubwa na nini, nyingi ni za Bongo Flava ambazo ndo zinakaa kichwani na nini. Lakini kwa sasa hivi nimeamua kubadilika kwa sababu nimeona soko ndo linataka hivyo. Linataka utofauti, ubunifu na nini. Wakati unaimba nyimbo za wasanii wakubwa Bongo Flava na kipindi ambacho unaanza kuimba, tuambie ni msanii gani ambaye alikuwa hiti zaidi? Kipindi ambacho mimi naanza kuimba kwa upande wa Bongo Flava, yes, wasanii ni wengi sana. Wasanii ni wengi. Na hata pia kwa upande wa Singeli nadhani wasanii ni wengi sana, wakali ni wengi sana. Mi wasanii wanaonivutia au wanaofanya vizuri sio mmoja wala wawili, ni wengi sana. Kwa upande wa Bongo Flava na Singeli wapo wengi sana, hata nikisema naorodhesha
tutakesha. Okay, unajua kuna mmoja ambaye ni best. Unajua yule ambaye unatamani sana kufanya kama yeye sana. Na wakati unaingia unasema ulitamani kuimba Bongo Flava na ngoma ya kwanza umetoa kama ya Bongo Flava, si ndio? Kwenye Bongo Flava tuzungumzie kwanza Bongo Flava kabla tujaenda kupenda upili wa Singeli. Ni nani sasa kwa wewe ulitamani kufanya kama yeye anavyofanya? Akiwa kwenye jukwaa, akiwa mtaani, melody zake pia huwa zinasikika vizuri sana. Ni nani huyo? Nikisema msanii ambaye ananivutia kwenye kazi zake, kama nilivyokuambia wakali ni wengi, lakini ukisema ni choose mmoja, nadhani atakuwa ni wapo wengi sana. Naangalia mmoja tu ambaye kwa kweli unaona alikufanya uwe vizuri zaidi. Mimi huwa nafuatilia wasanii wengi sana, ila nadhani kwenye upande wa Bongo Flava nadhani Jay Melody. Jay Melody ananivutia sana. Namna uandishi wake anapopangilia melodi zake. Kuna D-Voice, kuna kina Harmonize, wote ni wakali, kina Diamond Platnumz. Wote ni wakali. Yes, turudi sasa safari ya kuanza kuimba. Of course ilianza kuimba Bongo Flava na ni kupitia marafiki zako ukiwa shuleni ambao walikusupport, wakutia nia kwamba unaweza dula kuimba, unaweza kuimba, lakini siku na siku pia baada ya kufika chuo first year washikaji wakuambia bwana unajua kuimba kwa tunaimbia zile nyimbo za wasanii wengine, si ndivyo? Unajua kuimba. Tuambie sasa ni nani sasa alikushika mkono kwenda moja kwa moja mpaka kwenye studio na hatimaye kukutana na producer kwa kwanza kabisa kusikiliza jinsi unavyoimba na akasema dogo unaweza. Hebu tuambie story hapo iko vipi? Baada ya kujiunga na taasisi ya uhasibu pale TIA, sikuwa najua nianzie wapi, umeona? Yani sikuwa najua nianzie wapi, ila nilikutana na rafiki yangu mmoja hivi, naye alikuwa anafanya muziki. Naye pia ni msanii, anaitwa Definer. Nilipokutana na Definer, tukajenga ukaribu. Yeye mwenzangu kidogo alikuwa amenitangulia na uzoefu na nini, amezurura ma studio nini kadhaa. Yule jamaa ndo akanambia mdogo wangu usha rekodi, nikamwambia sijai kurekodi. Umeona, nafikiri ilikuwa ni mwezi wa 6 ile. Tunakaribia kumaliza semester ya kwanza. Jamaa ndo akanipeleka, kuna studio moja iko Mbagala Kuu Kijichi kule. Tukutana na producer yake anaitwa Wanda. Naye pia alikuwa ni mwanafunzi wa chuoni pale. Tukakutana naye pale. Wanda kwa mwanafunzi? Wanda pia ni mwanafunzi. Kwa hiyo tulipokutana naye pale, jamaa akanitambulisha kwamba nina mdogo wangu huyu hapa naye anafanya muziki, kwa sababu yeye alinizidi kidogo, wale walikuwa level ya degree. Umeona? Jamaa akanitambulisha pale, akamwambia nina ngoma yangu na nini, tukaelewana kwenye malipo na nini, tukafanya kazi. Yes, kwa mara ya kwanza kuingia studio na ukapewa sehemu kwenda kurekodi pale, umesimama kwenye stage. Of course ile hali ilikuwa kwa kweli unajisikia vipi? Yani ndio kwa mara ya kwanza. Kwa mara ya kwanza kurekodi studio. Kwa mara ya kwanza kunakuwa na kitete. Of course yani kama unavyojua kitu ukiwa unakifanya kwa mara ya kwanza, ndio lazima kidogo uwe na hofu na nini. Lakini kwa sababu ni mtu ambaye nilikuwa nina ile passion na kitu ambacho nakipenda. Yani nilikuwa na hofu lakini kawaida tu. Niliweza siku ile moja tu nikarekodi nikamaliza. Okay, turudi katika upande wa Singeli sasa. Divock Mnukali ni mtu ambaye sasa hivi anaimba Singeli. Na moja ya ngoma ambayo ikisikika sana ni ngoma ile ya simu, si ndivyo? Naona kwenye mtandao wa kijamii ikitrend sana, lakini pia kile nikipita kuona nasikia ngoma inapiga ya simu, si ndivyo? Tuambie sasa ni nani pia sasa alikwambia ukiimba Singeli kwa kweli inakuwa ndo ina mata zaidi? Hayo ni maoni ya wadau, marafiki mbalimbali. Wakati nimeachia ile ngoma yangu ya kwanza ya Usinipimie, love song hii. Kuna watu ni wapenzi wa Singeli, umeona? Sababu kila mmoja ana passion yake. Kila mmoja ana muziki wake ambao yeye anaupenda. Umeona? Nilipotoa ile Bongo Flava Usinipimie, kuna baadhi ya watu ambao ni watu wangu wa karibu wakawa wananiambia dogo wetu, mbona kama una fit sana kwenye Singeli kuliko upande wa pili. Kwao na wengine pia ambao sio wapenzi wa Singeli wananiambia wewe ishi sana huku. Umeona? Kwa kila mmoja anakuwa na maoni yake. Kwa nikaona sio mbaya.
ndio maana nikaamua kubadilika, umeona? Yeah, kwa sababu yani hapa nilipo sio kwamba nilivotoa nini hii pia singeli kwamba nitaachana na Bongo Flava. Hapana, yani najaribu kubadilika. Yes. Kwa sababu nimegundua ndo msanii ili uwe bora zaidi lazima ubadilike, na tumeona hata wakubwa wakifanya hivyo. Okay. Yes, ndivyo turudi sasa katika harakati za uimbaji wa muziki wa singeli ambapo sasa hivi kidogo ndo kama ngoma 2-3 umeziachia za upande wa singeli. Tuambie sasa ni mwanamuziki gani wa singeli kwa kweli ambaye pia unamuona anafanya vizuri zaidi kwenye jukwaa, lakini pia sio kwenye jukwaa tu bali hata katika mitaani unasikia akiimba na watu kifurahi ngoma zake? Kwenye upande wa stage kuna wasanii wakali sana, wakali ni wengi. Yes. Wakali ni wengi, wanaua sana. Na hata upande wa kurekodi pia wakali pia ni wengi sana. Wanaonivutia pia ni wengi sana. Yaani kila mmoja anafanya bora kwa nafasi yake. Watu ni wengi sana, wakali ni wengi. Okay. Wote ni wakali. Yes. Bwana, turudi katika swali ambalo nadhani mara nyingi sana wasanii huwa nikiuliza kuhusiana na muziki. Muziki wa Bongo Flava tunajua waanzishi ni wengi sana, lakini muziki wa singeli sasa suni tumeweza kuona muziki wa singeli umekuja ni karibuni sana. Takriban hauna hata miaka zaidi ya 15. Tuambie mwanamuziki wa kwanza kuimba singeli, mwanzilishi wa muziki wa singeli. Divoko unamjua? Mwanzilishi wa singeli? Yes. Kwa story ninazozisikia na nasikia ni mkubwa Msagasumu. Yes. Yeah. Okay. Lakini sina uhakika na hilo, lakini nadhani ndio itakuwa hivi. Yeah. Kwa nini una uhakika? Sina uhakika kozi kipindi hicho ambacho yeye ameanza kuimba. Yeah. Mimi yani pengine sikuwa najielewa au yeah. Okay, turudi sasa katika game. Bana, game ni kubwa sana, wasanii ni wengi, kila siku wanatoa kazi nzuri, lakini pia wanafanya vitu vizuri zaidi, si ndivyo? Ili kupasua inahitaji kuwa na ubunifu mkubwa zaidi. Divoko umejipanga vipi kupambana na watu ambao wapo katika game kitambo na wao unapokuja sasa hivi utakuonyesha kitu cha pekee zaidi ili wajue kabisa Divoko ni msanii ambaye ametokea Kitundu, lakini msanii ambaye yuko juu zaidi? Matarajio na targets ni kubwa sana. Malengo pia ni makubwa. Japo mimi ni mdogo sana ambaye najitafuta. Yes. Lakini naweza nikasema malengo yangu yamezidi umri wangu. Ndio. Na malengo makubwa sana. Yes. Siwezi nikaweka wazi malengo yangu yote, lakini naomba tu Watanzania wajue nipo hapa mbele yao, kijana wao. Kuomba tu support yao. Yaani mimi naamini hakuna msanii bila shabiki. Yes. Msanii anamtegemea sana shabiki ili kuweza kufikia malengo yake. Kwa hiyo mimi niko hapa mbele yao, Watanzania wote waniamini kijana wao. Ninavyosema nina kipaji, manake nimekaa nikafikiria, nikatafakari, nikaamua kufanya muziki. Yaani sijakurupuka. Okay. Kwa hiyo mimi naomba tu imani yao afu mimi niwaonyeshe uwezo. Okay. Hakika kabisa. Yes, bwana, huyo ni Divoko, msanii wa singeli, msanii wa Bongo Flava ambaye anapatikana katika kata ya Kitunda, wilaya ya Ilala. Ni bwana mdogo ambaye anaonyesha dhahiri kwamba ana kipaji kikubwa zaidi. Kubwa ni support yenu wa Tanzania na wadau mbalimbali wa muziki ambao mnapenda kuona watu kama hawa wanakuja juu zaidi. Pengine sasa Divoko, turudi wakati unaanza rasmi kufanya muziki huu wa singeli pamoja na Bongo Flava. Na tunajua wewe ni mtoto ambaye umelelewa katika maadili ya Kiislamu zaidi, si ndivyo? Na nikitazama nyuma wakati nikienda katika hadhara mbalimbali za dini, nikiona ulikuwa ni mwimbaji mzuri kwa kaswida sana, tena ukipiga sauti ya juu zaidi. Lakini leo tunaona Dula ama Divoko umehamia upande wa pili zaidi, kitu ambacho nadhani watu wengine wanaweza kashindwa kuelewa kwamba ni kwa nini sasa Dula ameingia katika upande wa muziki na familia ipo katika upande wa dini zaidi. Je, niambie familia umepokea vipi wewe kuingia katika upande wa pili? Familia yangu ni moja kati ya msaada mkubwa ambao unanifanya mimi mpaka sasa hivi kupata ule moyo wa kuzidi kupambania kombe. Sawa. Yes. Yaani familia yangu naweza nikasema ni moja kati ya kitu ambacho kimenipa chachu kubwa ya kuendelea kupambana, kujitafuta katika muziki. Support wananipa familia yangu. Yeah. Namshukuru Mungu. Na kwa mitazamo tofauti ya watu
unaweza kuona kwamba sanaa ni uhuni, lakini mimi napenda niweke jambo hili bayana kwamba usanii sio uhuni. Yes. Ingawa kuna wahuni wanafanya sanaa. Yes. Umeona? Kwa hiyo mimi naomba tu Watanzania na watu wanaotuzunguka katika jamii, wasituchukulie sisi wasanii kwamba wasanii wote ni wahuni. Sawa? Ingawa kuna wahuni pia wanafanya sanaa, lakini sasa sisi wengine sisi sio wahuni, ila tumeifanya hii kuwa kazi na kitu ambacho ni hobi yetu tunakipenda. Nashukuru Mungu, familia yangu ina support. Namshukuru Mungu. Okay, wale ndugu jamaa na marafiki ambao pengine wakati mwingine wakitegemea sana kwenda kufanya ndondo, yani nazungumzia kwenda kuimba katika sehemu mbalimbali sana kama Ostaz Dula. Leo hii tunaona ni Divoko, msanii wa Singeli ambaye anafanya vizuri zaidi. Pengine wao sasa hivi wanakutazama vipi? Pamoja na tunazungumzia kwamba jamii, lakini wao sana marafiki zako karibu ambao mkienda sehemu mbalimbali sana katika mambo ya dini, wanakuambiaje kuhusiana na hiki ambacho unakifanya? Mimi nadhani kila mmoja na mtazamo wake. Yani sio kila kizuri kwako wewe kwa kila mmoja kitakuwa kizuri, na sio kila kibaya kwako wewe kwa kila mmoja kitakuwa ni kibaya. Kila mmoja na mtazamo wake, kila mmoja na vision yake. Umeona, katika jambo fulani. Yani watu ambao wananizunguka haijalishi watakuwa wananitazama vipi mimi, lakini mimi mwenyewe najua ninachokifanya. Umeona? Alafu mimi naweza nikasema kitu kimoja, hakuna kitu ambacho kinaweza kunitoa mimi katika dini yangu. Yani hii ni kazi tu, lakini dini ni dini tu. Dini itabaki kuwa dini. Misimamo ya kidini haiwezi ikaingiliwa na kitu chochote katika hii dunia.